Tunaanza na mheshimiwa. Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10, hususan unafuata kipindi bora kabisa cha Mada Moto. Ni siku nyingine tunakutana tena tukiamini kabisa umefuatilia vipindi vingi kadha wa kadha vya Mada Moto na umeendelea kufurahia na kupata elimu kutoka hapo. Lengo kumbuka ya kipindi cha Mada Moto ni kuelimishana, kujuzana na kukumbushana pale ambapo jamii inatoka katika msimamo utakio. Tukumbuke tunazungumzia kuelekea uchaguzi mkuu na mada yetu leo tunakuzungumza, je, wananchi wanajua vipaumbele vya wagombea? Hapa nazungumzia vipaumbele kuanzia ngazi ya diwani, wabunge, pamoja wale ambao wanaomba bidhaa kuu ya kuchukua nafasi ya rais katika nchi. Kumbuka kuna vyama kadha wa kadha vimetoa wagombea wake, lakini kuna wagombea wakuu wawili kutoka chama cha tawala, nazungumzia CCM, hali kadhalika nazungumzia umoja wa katiba UKAWA ambao unapeperushwa na pia na kiongozi ambaye anataka kuwakilisha. Leo hii tunakwenda kuzungumza nani? Tunazungumzia je, wananchi wanafahamu vipaumbele? Na pia tutazungumzia siasa zinazoendelea kuelekea uchaguzi mkuu. Mwambie sasa rafiki yako ambaye alikuwa kwenye runinga ama kwenye channel nyingine achukue remote yake abadilishe, wasema kwenye simu pale, mwambie sasa Mada Moto ipo hewani. Mimi naitwa Albert Kilala. Leo hii nitakuwa naye Lenatus Pamba. Yeye ni mwanasiasa. Tutazungumza naye pamoja. Hadi kadhalika nitakuwa naye na ndugu yangu Selemani Bishagazi. Yeye ni mwanaharakati ngazi ya jamii. Tutazungumza kwa pamoja hapa kuelekea uchaguzi mkuu. Je, wananchi wanafahamu vipaumbele? Kumeelekea masuala lazima ya kuchafuana kumeendelea zaidi, lakini pia tutaangazia, je, hawa wanaogombea nafasi ya urais wote ni wasafi? Na kama wote si wasafi, sasa tuangalie kitu gani hapa? Tunaangalia vipaumbele, je, tunavifahamu? Wageni wangu watakwenda kufafanua nini wanafahamu juu hili, lakini kumbuka wewe pia utakuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kupiga simu na kutuma ujumbe. Pale ninaposema anza sasa kupiga simu, utazungumza na wewe, tuone mtazamo wako, nini unakifahamu. Kumbuka kipindi kitakuwa kinapofika hapo saa 5:25 ndio mwisho wa kipindi hiki, lakini sasa mwambie ndugu na rafiki yako akae vizuri kusikiliza nini tunakifanya hapa. Lenatus, karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru. Kakangu Selemani, karibu sana kwenye kipindi. Asante. Tunazungumzia hapa vipaumbele. Wananchi wanafahamu vipaumbele. Kila maeneo kuna changamoto. Ndio. Ukienda kwenye kata za mijini kuna changamoto zake, lakini pia ukienda kwenye kata za vijijini kuna changamoto zake. Yeah. Pamoja na majimbo ya mjini na majimbo ya vijijini pia yana changamoto zake. Lakini jambo kubwa hapa ni nini? Watanzania wanahitaji nini? Watanzania wanahitaji maendeleo. Kwa hiyo awe diwani, awe mbunge, awe rais, lazima aongee au anadi sera zinazoendana na wananchi wanahitaji nini. Sababu kama diwani, wananchi wanahitaji maendeleo kwenye eneo lako kama diwani. Lakini pia kama mbunge, wananchi wanahitaji maendeleo kwenye jimbo lako kama mbunge. Lakini pia kama rais, wananchi wanahitaji maendeleo kwa maana ya nchi nzima. Kwa hiyo kila mgombea atakuwa na nadi sera zake na vipaumbele vyake. Kwamba mimi kwa mfano tuseme hapa jimbo la Magu kipaumbele chetu sisi ni maji. Mgombea anayo haki ya kueleza watu wa Magu kwamba atajitahidi kiasi gani kusimamia serikali ili kutoka kilomita 3 kutoka Ziwa Victoria maji yaje yasogezwe kuja kwenye halmashauri ya mji wa Magu. Kwa hiyo ni kazi ya mgombea. Kwa hiyo lakini tukiangalia kuna madiwani pia. Diwani na yeye anayo kazi ya kusimamia halmashauri. Sababu pesa za halmashauri, pesa za serikali zote zinapitia kwenye mkondo wa halmashauri. Na ndio maana diwani yeye ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kwenye kata yake. Kwa kama yeye diwani ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo kwenye kata yake, ndio mwenye jukumu la kuibua miradi ya maendeleo kutoka kwa wananchi wenyewe. Kwa maana anapokuwa kwenye mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, huko ndiko kuna vikao vinakaa vinavyohusisha wananchi. Kwa hiyo diwani ana kikao kinaitwa WDC, kikao cha kamati ya maendeleo cha kata. Ndipo hapo sasa anaibua miradi ya maendeleo, ndipo hapo anabuni kutoka kwa wananchi. Wananchi wakikaa kuishakaa kikao kule, anapokuja kwenye kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, ndipo anakuja mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, anakuja na yale ambayo wananchi wamefanya nini? Wananchi wanahitaji. Kwa mfano, tunaweza tukasema leo kwenye kijiji labda cha Sayaka kwamba sisi kipaumbele chetu ni barabara. Barabara yetu ni mbovu, tunataka barabara. Lakini wakatokea wananchi wengi zaidi wakasema sisi kipaumbele chetu sio barabara. Sisi kipaumbele chetu tunahitaji elimu kwa watoto wetu. Lakini wakatokea wananchi kutoka sehemu nyingine tena wakasema sisi tunahitaji huduma za afya ziboreshwe.
Kwa hiyo ni changamoto sasa kubwa kwa wagombea na wananchi wenyewe kusimama wanahitaji nini. Lakini kikubwa matatizo ya Watanzania wengi wana matatizo kwa upande wa afya, kwa upande wa elimu. Naelewa tumekuwa na matatizo mengi sana, ni siku nyingi sana. Lakini kitu kikubwa pia Watanzania wana njaa. Tanzania wanakula mlo mmoja. Sisi tuko Dar es Salaam hapa, lakini tuna vijiji, tunatoka kwenye familia zetu huko vijijini. Inasikitisha sana kaka. Watanzania wana njaa. Lakini hii njaa wanasiasa wanaihubiri kila leo. Wanasiasa wenzangu wanahubiri kila leo, tutaondoa umaskini. Leo mimi mpaka ninakuwa naambiwa tutaondoa umaskini, na umaskini nikirudi kijijini kwetu nakuta umaskini ule ule. Vijana ambao mimi nimesoma nao sasa hivi wao ni wazee, wananishangaa, wananiogopa. Wengine walikuwa kaka zangu, tulikuwa tunasoma, unajua kipindi unasoma zamani, unasoma na mijemba mikubwa. Wengine wanaogopa, kaka zangu wananiogopa mimi, wananiogopa kunisogelea. Yaani inakuwa kama umaskini kwao. Wakimwona mtu ambaye kidogo ametoka mjini, inabidi wajinyenyekeze, wanajinyenyekeza kwa sababu wanahisi kwamba watakapojinyenyekeza kwako utawapa chochote. Umeelewa? Kwa hiyo hata mzee anaondoa utu wake, anaondoa utu wake kwa sababu ya kujinyenyekeza kwa kiongozi, kujinyenyekeza kwa diwani apate kula, kujinyenyekeza kwa mbunge apate kula. Lakini dhana ya utawala bora, mwananchi ndio mwajiri wa viongozi. Kwa hiyo hili jambo limeletelezwa na nini? Ni umaskini uliokithiri wa Watanzania. Kama Watanzania wote tungekuwa na kipato cha kati, hakuna kiongozi ambaye angekuja kumkolomea mwananchi au kumuonga mwananchi. Sababu haingia klini leo mwananchi unajipanga, unasubiri shilingi 10,000 ya mgombea. 10,000 ya mgombea anayokupa leo inaenda kukuumiza miaka 5. Utaenda kupigia kelele, kumwambia tulikuchagua, atakwambia nilikununua. Kwa hiyo wananchi ni wakati, ni fursa sasa imepatikana ambayo ni ya kikatiba na Mwenyezi Mungu. Naamini wananchi watachagua viongozi ambao ni sahihi. Sababu fursa hii inapatikana mara moja kwa miaka 5. Tukikosa fursa hii tunaenda kuumia miaka mingine 5. Kwa wananchi wanahitaji kuwasikiliza wagombea. Mgombea anasema nini? Lakini pia waulize maswali, wagombea waulizwe maswali. Okay, wewe vipaumbele vyako ni hivi. Lakini je, vitatekelezwaje? Wagombea wawajibu wananchi, mimi nitatekeleza katika hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Wananchi wakilizika wamchague huyo. Lakini leo tunaanza kuhubiliwa, tangu mimi nimekuwa wakulima, tukaambiwa uti wa mgongo, kilimo kwanza na vitu vingi sana vinavyohusu wakulima. Lakini napata wasiwasi, hawa wakulima ugonjwa wao haujatibika bado, kwa sababu kila leo umekuwa ni mtaji wa wanasiasa. Tutaboresha kilimo, unakiboreshaje? Tutaleta pawatila na vitu vingine, lakini wananchi unawaenda kuwagawia hizo pawatila bure. Mimi kaka nimelima kwa jembe la mkono huko kwetu Usukumani. Nilima sana na jembe la kukotwa na ng'ombe. Na tulikuwa tunaamshwa na mzee kuanzia saa 10 usiku. Mnaenda kulima, sehemu ya kuondoka nyumbani kwenda shambani ni kama kilomita 10 kwa miguu usiku. Mnaondoka na mbwa na ng'ombe mbele. Mnafika mnalima mpaka saa 5. Mnarudi, ng'ombe wanaenda kuchunga, nyewe mnaendelea na shughuli zingine. Na kama shule, anaenda shule, anawahi saa 12, anaoga, anakwenda shuleni. Kwa mpaka mimi nimetoka nyumbani kwetu juzi, nimekuta watoto wa dada zangu, watoto wa kaka zangu, na wenyewe wanalima lile jembe nilokuwa nikitumia mimi. Halafu tunasema tunahitaji kilimo cha kisasa kipi? Kwa maneno yapi? Miaka mingapi leo mnatuahidi hayo? Kwa sasa sisi ndo mabosi saizi. Sisi ndo tunasamani saizi wapiga kula. Umeelewa? Mabosi saizi. Kwa wanasiasa tuwasikilize, tujue wanatuambia nini, lakini pia sisi wenyewe wananchi tuamue. Watuachie uwanja mpana wa kuamua. Wananchi wanahitaji mabadiliko. Wananchi wanahitaji mabadiliko. Sisi ndio mabosi, sisi ndio wapiga kura, lakini kwa kitu nimeibua hapa kwamba wananchi waweze kuuliza maswali kwa wagombea. Sifahamu kama juzi vikao vilivyofanyika hapa vya uzinduzi wa kampeni hapa Jangwani, kama wapiga kura walipata nafasi ya
kuuliza maswali kwa wagombea, na ile inaitwa mafuriko ama inaitwa tsunami, whatever unaweza kuita, si kama walipata nafasi kufanya hivyo, mtanisaidia baadaye. Nirudi kwako ndugu yangu, karibu Suleiman, karibu sana kwenye kipindi. Swali langu ni lile, je, wananchi wanafahamu vipaumbele? Karibu kwa mada. Asante sana. Mimi bahati mbaya au bahati nzuri naishi kwenye jamii ya chini kabisa. Watu wa chini kabisa. Wale jamani, umeshaivisha mboga huko, nigawie kidogo wanangu, ndio nakotokea huko. Sasa labda tutasameheana, mimi nitaongea kwa tunayofanya sisi watu wa hali ya chini. Karibu sana kipindi kwa ajili yako, kabili ya watazamaji, mimi pia wale wako wako wanasikiliza kipindi. Sasa mimi ninachokisema, hii mada wakati unaenda labda sio kuangalia mazingira ndani, lakini hii mada ndani ya mambo hayo. Ndiyo. Mada hii ya wale watu waliojiandikisha mwaka 95, watu wale milioni 10 sijui kurudi nyuma. Sisi tulioongezeka kwenda milioni karibu 20, hiyo mada tutasameheana. Sasa hivi hatusikilizi, ndio maana unaona tuelekea burudani pale tunafuata muziki. Burudani tufurahi basi, wakianza kuongea tunaanza kuondoka. Sasa hivi mambo ya sera tulishachoka. Mambo ya vipaumbele tulishachoka. Umeelewa? Sisi tunataka kuchagua mtu. Kwa nini nakwambia hivyo? Kuna mrundikano wa sera nyingine za miaka 30, nyingine za miaka 18. Tuulizane, labda tuulize, kwa sababu hii inaangaliwa na Watanzania wote, na hii ni channel ni station inayojulikana nafikiri dunia nzima. Nani hapa Tanzania na maisha bora? Tuliahidiwa. Mtanzania yupi tuliambiwa ajira kwa vijana? Kijana yupi ana ajira? Tumeshindwa hata kuchukua vijana wale wamaliza JKT hawa, kuwakopesha matrekta, kuwapeleka Ruvu wakazalishe mpunga. Yani kitu cha kawaida tu. Waambie wa China hapa wanakuja kila siku, bwana tunaomba hivi na hivi na hivi, tusaidie matrekta tu hapa. Tumeshindwa. Sera, ilani, vipaumbele. Haya, mimi na shida ya daraja, naishi Kipunguni. Mwenzangu na babangu yuko Mleba huko Kagera huko, ana shida labda ya shule sekondari. Umekuja na chama chako na vipaumbele. Mimi nitajenga sekondari kijiji cha Bugarama kata ya Birabo. Nitajenga sekondari kijiji cha Kabare, kijiji cha Shamba. Okay, usipojenga. Ahadi zipi hizi zisizokuwa na sheria? Hii mara tunajadili mambo ya sera ya enzi za 5. Sasa hivi kwa wakati huu sera zitusaidii chochote kile. Hatuna haja na sera, kwa sababu sera usipotekeleza sina cha kufanya. Sera ya simu za tochi. Sasa hivi kuna hizi hapa. Tunaenda kwa wakati. Ukija na sera zako, ukimaliza kusema bwana fulani Berenato Sipamba nagombea, mimi nitakujengea daraja, tuandikie. Kama kweli usemi uongo. Wanakubali? Wanakubali maswali? Ukimwambia mtu asikilize sera zako kwa Mtanzania sasa hivi, sisi tulioongezeka, sisi vijana tuliojiandikisha mpaka kwenye tuliozidisha mpaka mnashangaa mnasema tumefikisha milioni 20. Sawa, kuniambia nisikilize sera zako ni sawa sana kutafuta embe chini ya mkorosho. Utaongea, tunakusikiliza, tunachoomba tuongezee burudani zaidi tunazoenda kuangalia. Sisi tulishachagua. Tuchague kwanza, kieleweke kwanza, sera. Unamaanisha nini unaposema kwamba sera hazitajiki hapa? Kumbe hawa watu wajetuambia nini kwenye hizi vikao? Hivi lini kibarua akamwambia bosi wake nitafanya kazi hivi? Wale wabunge ni vibarua wetu, rais ni kibarua wangu mimi. Kura yangu ninamuingiza Ikulu, mbunge kura yangu ninamuingiza bungeni, diwani kura yangu ninamuingiza kwenye kata pale, ametueleza ni mwenyekiti si wa nini. Yule ni kibarua wangu. Hivi lini kibarua aje kuniambia mimi bosi nitafanya hivi na hivi na hivi? Niambie mimi bosi nataka nini kama mwananchi, alafu useme utafanyaje kutekeleza nayo yataka. Sera. Kwa hiyo nataka hiyo ibadilishwe kwamba wananchi katika jimbo husika ama wasemi husika kwamba wao waandike vipaumbele vyao wao. Mbunge aje plain, hana hata karatasi, afike hapo tumweke kitimoto. Sisi tunataka daraja, tunataka hiki, tunataka hiki. Tuambie utafanyaje. Na fujo zisingekuwa zinatokea, na burudani singeiona. Angesema hii kuweka muziki wa msanii fulani mrefu, mnanipotezea muda, nataka nijibu wananchi. Lini? Sisi yani unapoongelea sera, sisi kwanza vijana sisi kuanzia mwaka mingapi? Sisi sisi watu wa digitali tunakushangaa na sera zako. Sisi sera sasa hivi hatutaki. Kwa sababu tumeshaongopewa sana. Aiza ingekuepo ile issue ya mzee Walioba, ile tume ile maoni ya wananchi, ile katiba ile, kwamba mbunge asipofanya hivi tumpige chini, mbunge asifanye hivi tumpige chini. Hawa watu sera ni kutongozwa, sera ni uongo. Kama sio uongo akubali tuingie nao mkataba.
Bwana wakulima wa korosho mtazamee mazao kodi tusainie. Wanakubali? Washatuona sisi tushachangamka. Ndio ninavyokuambia, hata hoje si unachafua, unatukana, unafanyaje, sisi kula tulishapinga. Ndio maana kama unasikia vijana wanaongea wana maneno makali zaidi. Ukimwambia chochote mmoja tukutane Oktoba. Tukutane Oktoba. Ukimzungusha huko na tukutane Oktoba. Yaani mtu kesha amua tukutane, wewe maneno yako nayo sema si nani, si aliiba, si nini. Tukutane kwanza Oktoba, mambo mengine eleweke. Ndio maana kile kikaratasi kile wanatumia neno, angalia vijana. Mimi naongelea bodaboda huku, sisi tusiokuwa na kazi, leo unatemeza mtumba huu, mara umeuza 200, kesho 200. Kile tunakiita kichinjio. Mtu anayechinja lazima kwanza ashike shingo, vitu vingine baadaye. Kwa hiyo mimi sijui, lakini sera vipaumbele, alafu usipotekeleza leo miaka 50 ya uhuru tuna sisi huko hatupo. Sisi tuliongezeka, sisi unaona mnatishika kwamba wamejiandikisha wengi. Sisi tutachagua mtu. Kwa nini tunachagua mtu? Ambaye tutamtuma, ambaye tutamsemesha gari lake, simama bwana lile daraja, angalau tutaanzia hapo. Hawa tusioogopa. Tunamchagua mshikaji wetu ambaye tunatibiwa naye kwa Mnyamani, ambaye mke wake nitakutana naye hospitali ya Rubia, tunakutana hospitalini hapo hapo. Unachagua mtu hata anapotibiwa pajui. Mtu mafua tu, mtu kesha paa. Saa ngapi? Kwanza hawa, kwa sababu sera wanaweza kuwa wanatuletea hazina sheria. Sasa tunachagua wale watu ambao ukila boda ukienda sokoni utamkuta, mnadani utamkuta, tutaulizana. Basi tutaanzia kwenye kuwauliza. Ndio watu watafuta watu ambao tunawazoea, kuwashika videvu, kuwashika. Nani huyo utakutana naye kwenye kona moja, tutakutana kwenye mwingine, mbuga, mtu wa kawaida. Wewe unachagua mtu hata hela ashiki. Yaani yeye ni cheki tu. Mtaonana saa ngapi? Unamchagua mtu anaishi mtu mbunge labda wa Mleba Kusini, anaishi Dar es Salaam. Tunataka watu ambao tunaweza kutaniana nao, tunaweza kushikana nao mikono, tutakayesimamisha gari lake, tutakayepeana lifti. Watu wa kawaida ambao tunakaa tunaangalau tunagonga basi 5. Hapo ndo tutamwambia mshikaji, sasa tulisha kuchagua, sasa tilipu ijayo hebu sera utakazozitengeneza, ambaye tutakane tutashauriana naye. Huyu kasema vikao vya serikali za mitaa, vikao vya nini wanaitisha. Mimi Kipunguni nimesainisha watu 500, tumeenda kumtoa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa nguvu. Ajaitisha mkutano mwaka wa 3, wanaitisha mikutano. Kama waitishi mikutano, anaenda kuwakilisha nini? Kasema kwenye kikao cha kata kuna kikao diwani anataka vipaumbele. Hivi nikuulize swali. Kama tulikuwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa haitishi mkutano miaka 3 na alikuwa anapeleka taarifa kwa diwani kusudi atoe vipaumbele, alikuwa anapeleka taarifa za nani? Familia yake. Hao ndio tunataka sasa kufagia. Acha kwanza tufagie, halafu sasa uchafu utakao kuja tutengeneze mtaro, uchafu uelekee wapi? Haya, mpenzi mtazamaji, unafuatilia kipindi hewani, ni mada moto inaandaliwa na Masai Global Ingi na kupitia hapa channel ya Kicho Bora kabisa. Lengo ni kukumbushana, kuelimishana. Na mnaona mgeni wangu hapa amenitoa kwenye track mimi nazungumzia sera ya usimaji, sera za kazi gani? Kwamba huyu mtu aje na karatasi, yeye ndo apokee maelekezo kutoka kwa mabosi wake, kama unaona wapiga kura wake. Haya, wewe ni mtazamo wako ni nini? Je, unafahamu sera? Je, unakubaliana na ndugu yangu Bishangazi anachokizungumza? Ama unatofautiana naye? Utapata nafasi ya kupiga simu kuzungumza nami hapa. Kumbuka kipindi cha Kwako Wewe Mtanzania unaofuatilia masuala haya ya uchaguzi kuelekea Oktoba, ambapo kila mmoja anasema tukutane Oktoba. Sema hapo ndugu yangu anasema kwamba sababu ya kuchinjiana hapo. Mimi siongeze kitu hapo. Ndugu yangu Pamba, umemsikia mwenzetu amesema nini? Unachangia kitu gani hapo? Mimi niseme tu kwamba anaongea kweli na anayoyaongea, unajua inapofikia mwananchi anasema sihitaji utaratibu, amechoka. Nipongeze tu kamanda. Nipongeze. Yaani wananchi wanaposema sasa hatuhitaji utaratibu, wamechoka. Sasa wananchi kama wamechoka, serikali iliyoko madarakani inatakiwa kujiuliza mara mbili, kwa nini wananchi wamechoka? Nani amesababisha wao wananchi wachoke? Serikali iliyoko madarakani. Kwa kama tatizo ni serikali iliyoko madarakani, inahitaji kuapisha. Inahitaji kufanya nini? Kuapisha, kwa sababu wananchi hawaelewi. Mfano mchakato wa katiba ulivyoanzishwa. Umepigishwa kona, figiso, wananchi waliona ndipo hapo sasa ni sehemu yao. Wakishapata katiba ndipo sehemu yao na wao wataonekana ni watu. Lakini zikapita chenga figisu, mchezo umekwisha. Wananchi hawa ndio maana wamechoka.
wako tayari hata kusema sisi usituletee sera, usituletee sheria, usituletee nini, tukutane Oktoba. Wanaamini zoezi ambalo litaweza kufanya ukombozi na mapinduzi ya taifa hili ni siku ya tarehe 25 ya Oktoba. Wanaona kama wanacheleweshwa, kwa sababu kama ni kusikiliza kweli, naungana naye, wananchi tumesikia sera ni nzuri, tena zinatia moyo kweli. Na ukiambiwa unaweza ukahisi ukiambiwa kijiji kimoja nitagawa milioni 50, mnasikia wana kijiji, kwanza kijiji kizima mnaoishi kwenye hicho kijiji, sinakuja tuzisubiri, mtu si huyo sasa. Lakini tujiulize, wananchi hao hawajasoma lakini wana hekima na wana busara ya Mwenyezi Mungu, sio? Wanajiuliza, lakini tujiulize, lakini kuna kipindi tuliahidiwa ajira, vipi mlipata wenzangu? Hatukupata zile ajira. Lakini tuliahidiwa pia mabilioni yale, vipi mlipata? Hatukupata. Sasa mbona tena kunakuja kwa staili zile zile? Zimerekebishika tu herufi kwamba mabilioni kadhaa huko kila kijiji, lakini ni pesa zile zile, sivyo? Ndio maana wananchi wanaona hapa tunachezewa mchezo wapata potea. Kwa hiyo maneno mazuri na ya kutia moyo ni wakati wa uchaguzi. Maneno mazuri ya kuwapa matumaini wa Tanzania ni wakati wa uchaguzi. Lakini Watanzania sasa hivi wameamka. Watanzania wanataka mabadiliko. Ndio maana leo Watanzania wanasema tunakwenda kupiga kula tarehe 25, tunakwenda kuchinja. Maana ya kuchinja, wanachinja kipi? Wewe unajua. Na ndio maana kitambulisho kile cha kupigia kula kinaitwa nini? Kichinjio. Nimeshuhudia Watanzania sio vijijini tu, hadi mijini, sio mijini hadi vijijini. Watanzania wanalala chini, wanasubiri kesho yake wajiandikishe, wanapanga foleni kuanzia saa 10 usiku, wanalala, utafikiri wanalala msibani. Watanzania wamechoka. Yaani kitendo hicho tu cha kwenda kulala kusubiri kichinjio ni ushujaa, na wamechoka kweli. Ni yani kinaonyesha kwamba tumechoka. Yani mwokozi wangu ni hichi kichinjio. Sasa ninakisubiri mpaka nikipate, nikishakipata roho yangu inafanya nini? Inatulia. Na ndio maana Watanzania walikesha kama wanakesha msibani. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi. Okay, haijawahi kutokea katika historia ya nchi. Mpenzi mtazamaji, narejea upande wa pili kwa ndugu yangu Bishangazi. Tunapenda kuzungumza hapo kidogo na wewe. Nataka tuzungumze kitu kimoja. Umezungumza kwamba watu wa Texera wanataka kumchagua mgombea, wanamchagua kiongozi. Lakini viongozi hawa tayari wameanza kutajwa wakiwa na kashfa. Wanatajwa wakionekana kwamba hawana zile sifa zinazotakiwa kuwa viongozi. Kuna hapa jana tumesikia kiongozi mmoja ambaye alikuwa chama cha upinzani, Dr. Slaa amezungumza na magari, anatuhumu viongozi ambao ndani ya chama ambao inaonekana vijana wengi wana imani na hicho chama, lakini sasa hivi tayari wameshaonyesha kwamba kule wanataka kwenda ama kule kutegemea siko. Naomba unisaidie kitu kimoja, nianzie na wewe hapo. Kauli zinazotolewa sasa hivi, je, zinabadilisha Watanzania katika msimamo wao ama zinaongeza watu ambao wanakwenda katika sehemu ya kati ambao wale hawana mwelekeo wa kulia wala kushoto, kwa maana hawaepo kwenye upande wa vyama vyenye mawazo mbadala wala hawana mawazo chama tawala, hawakuja katikati kama sasa hawajui waende wapi? Idadi hii ya watu wanaongezeka ama watu wamebaki kule kule waliko? Nisaidie tafadhali, karibu. Sila mfano naweza kutoa kitu anachokifanya kama ni kama ni yeye mwenyewe. Kuna watu wanawapunguzia kura bila wao kujijua. Anayofanya Sila ni kama simu hii. Sisi wanaopiga kura tuko huku. Yaani Sila yuko huku, sisi tuko huku. Au Sila ana mbuzi wake, ana mimba. Mbuzi anakuwa na mimba, tunaita ujauzito, mimba. Anategemea ajifungue ng'ombe. Yaani kama ile Lazaro, mbona nakuita onekani ile Lazaro yule. Lazaro anakuambia hapa nilipo. Lazaro kama unakuta historia kwenye Biblia. Lazaro anakuambia huko nipo wewe huwezi kufika. Kuna shimo kubwa hapa. Anayofanya Sila aliyosema jana, anatuachia maswali mengi sana, anazidi kutukasirisha. Sisema aliyosema sio sahihi. Na si Sila tu. Kuna watu wamekula bora hata Sila kaamka nyumbani si ile hela sasa. Sisi vijana tunataka kutuambia kwamba hela ya kulipia kipindi hiki masaa si mangapi nimeitoa wapi? Tunaanzia hapo.
Sisi tunasaka, yani sasa hivi tunataka kusafisha. Nimelipa channel 10 dakika 10 nani kanipa, ndio anza kusema mambo ya wenzako. Kitu cha pili, kwa mfano nasema tulikuwa na mbunge spika wetu. Umeelewa? Tukawa na mwenyekiti wa kamati ya Richmond. Richmond imetumia pesa yangu mimi ya baba yangu, kauza mbuzi, anatoza kodi, nikinunua maji anatoa kodi. Nikipata dada nalipa kodi. Richmond tukampa nafasi achunguze. Wakaja na taarifa bungeni, tunaheshimu bunge letu sisi. Hawa wanaotoa taarifa nyingine za Richmond wanazalilisha bunge. Hizo taarifa, mtu anapokuambia mimi na taarifa za ziada, kwa nini kuzitoa bungeni? Kwa taratibu za nchi yetu, waziri mkuu hana kinga ya kushtakiwa. Wewe unapokuja kutuambia leo hii tushamfikisha mbuzi wetu, tunataka tushabeba kichinjio, alafu unatuambia eti mimi na taarifa za ziada za Richmond, wakati ulipewa nafasi mwanya, ukala hela yetu, ukachunguza, tukaunda tume, mkatuletea pale. Tulivyoona waziri mkuu hivi ni kama hausiki, lakini mwenyewe apime. Si kama unanielewa? Kumbe nyie mlijua kabisa anahusika. Mnaenda kusemea wapi? Leo hii saa 12 jioni. Tulishachanganyikiwa sisi. Unatueleza nini? Pesa yetu imetumika. Kwanza hao wenye taarifa, kama walitumia pesa yetu si wananchi, na bunge letu sisi ni bunge lile ni la kwetu, na wale ni vibarua wetu wa bunge tulioweka sisi, walitakiwa kwanza kushtakiwa wao. Warudishe hela yetu au walete. Kwani walitoa taarifa nusu nusu? Kwani ripoti ya Richmond ilikuja nzima nzima kipindi kile? Au kwa sababu Rosa alikuwa pande mwingine? Hilo kwa Mtanzania yote inabidi aelewe. Na kwa nini jana iongere Richmond tu? Escrow ya juzi, Twiga kupanda ndege, change ya rada. Yani wasizidi kutuchanganya. Tena bora tangenyamaza. Na natamani kesho ahame mwingine, sema meme mengine. Yani kuhama kwa huyu mheshimiwa kuja huku, si tuna hata na mazambi yake. Mimi ninapokuambia basi sina kadi ya chama chochote. Na kama hii si live hii, kama kuna mtu alichani kabisa kadi hapa, atapiga simu atakwambia sina kadi ya chama chochote, lakini huyu mheshimiwa kuja huku tushajua mengi, imetusaidia. Mimi nilichokuwa nataka utuambie Richmond, escrow, ndege Twiga. Hapo ukienda pale, sio kama unaendaga Kahama, kuna mlima sasa unataka kuitwa mlima Buzwagi. Mlima watu wakahama, stendi ya Kahama inengana kichumba si futi 12 kwa 12. Mlima yani watu wanachimba zabu wanaondoka. Sasa tulikuwa na Kilimanjaro simu gani? Tunaongeza mlima Buzwagi. Tuambie mikataba mibovu inaingiaje? Usiingie kitu kimoja tu. Na huyu mheshimiwa jana wakati anaongea ameshindwa kucheza na alama za nyakati. Bora hata angeunganisha vitu vingine tu. Unapocheza hapa hivi kweli nchi hii mwizi ni Lowassa tu? Kweli mwizi sijui ni mheshimiwa Sumaye tu? Kama yeye sasa kwa busara zake kashindwa kufagia, watafagia wengine. Lakini haingia akilini. Tena ni kama lazima kututia pilipili. Kwa sababu muda umeisha. Ni mheshimiwa, unatuambia si wachungaji wamehongwa si vitu gani? Hivyo wewe ulikuwa wapi? Leo ni lini? Kwa sababu gani? Unaweza kuona wewe unapunguza, unaongea kwa athiri kitu fulani, ukazidi. Yani huyu anataka kuzima moto kwa petroli. Tuisi tulitaka uliza, asimfesi mtu, uliza escrow Richmond nini vitu mbalimbali. Lakini unadini na Richmond wakati yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa bungeni. Walikuwa bungeni wanatuongopea kila siku bungeni. Ndio maana tunataka tuweke watu wengine, au CCM waje sura nyingine, au chama kingine sura nyingine. Hizi zilizokuepo zote hizi, mimi siengelee chama zilizokuepo zote hizi, kwanza tufute, tufagie. Ile nyumba ni ya kwetu, tunataka wastaarabu. Siku wakiletewa Richmond nyingine, wachunguze, tuletee ripoti kamili. Sio ripoti unachunguza, sita anabaki na vipande, nani anabaki na vipande. Leo hii mnaacha hivi, unataka kiporo. Walibakisha kiporo kuja kukipasha. Sasa mkaa hamna. Haya, tukushukuru. Nije hapo tutakuwa itakuwa sehemu ya mwisho kwa wewe. Niangalie muda wangu. Okay. Naomba nipate muda mfupi sana. Nitakuwa nakupata zaidi muda kutosha kwa upande wewe, lakini baada wewe kuzungumza naomba tuwakaribisha pia wao wanafuatilia kipindi kwa nyumbani, waweze kutupigia simu na wewe sehemu hii. Machache sana, karibu. Swali lile nilizungumza pale, naomba hilo uje nalo pia. Mimi kwanza nimpongeze sana ndugu yangu. Hongera sana. Yaani ananipa mawazo ya wananchi walioko huko. Unajua wananchi walipofikia kama nilivyosema mwanzo kwamba wanaisubiri Oktoba kama ni birthday ya taifa, ya kufanya mapinduzi mapya ya taifa letu. Itakuwa ni birthday ya taifa tarehe 25 mwezi wa 10. Sababu sipati picha
sipati picha hiyo tarehe 25 mwezi wa 10, kwa sababu kila mmoja hata uambie nini, ukitaka uondoke na Watanzania leo, waambie kuhusu mabadiliko ya nchi. Ukitaka kuwazuia Watanzania leo, anza kueleza porojo. Kuna watu wengine wanasema hivi, mtu leo anataka kuzuia harakati za mabadiliko wakati ndege iko angani, wewe unasema nimesahau begi nyumbani au ndege hii sio salama. Watanzania wako tayari kufa na ndege, lakini ndege hairudi chini. Yaani kwamba ndege sio salama, ungetuambia ikiwa chini. Sasa iko juu, unatuambia ndege turudi. Tukifia njiani wakati wa kurudi, wanatumia msemo mmoja wa Tanzania kwamba Musa alipewa kazi ya kuongoza wana wa Israeli kuwatoa katika utawala wa Farao Misri, akawavusha miaka 400 jangwani anatembea nao. Lakini alivyoiona nchi ya ahadi, Musa alishuhudia kwa macho lakini hakufika. Akatokea Joshua, aliwafikisha kwenye nchi ya ahadi. Kwa wananchi wanahitaji nchi ya ahadi wafike, pamoja na miaka 50 ya uhuru, lakini wao bado wanaamini tunahitaji nchi ya ahadi. Tumeshaiona milima ya Sinai na milima ya Golani, tunahitaji kufika. Kwa Tanzania wanahitaji mabadiliko. Watanzania wanahitaji mabadiliko. Tuwasikia Watanzania wengine wanafanya kipindi hivi sasa. Tafadhali anza chukua hatua. Kamata simu yako, lakini kabla hujaanza kupiga simu hapo nyumbani, tafadhali cha kufanya, punguza sauti ya runinga hapo nyumbani ili upate nafasi, usianze sana kugaya upate mrejesho wa sauti ambayo itaribu usikivu hapa. Fanya hivyo sasa tuweze kusikia maoni yako na mtazamo wako. Lugha lazima utumie kama tunatumia hapa, ni tuone kwamba ni namna gani tunazungumzia hapa. Kumbuka mada yetu iko hapa mezani inasomeka. Tunazungumzia kuelekea uchaguzi mkuu. Je, Watanzania wanafahamu nini vipaumbele vya wagombea? Hiyo ndio mada yetu hapa. Ingia hapo namna jaribu kuchangia yale ambayo tumeyazungumza kwa upana kabisa na kupatia nafasi. Kumbuka utakuwa na nafasi kwa dakika 3. Usianze kuhubiri sana kwa sababu ni watu ni wengi, simu zinakuleta muda mwingi sana. Piga simu tuzungumze pamoja. Haya, nakuita kwenye line ya simu. Halo? Halo? Halo, habari za sasa hivi hapo studio? Hapa kwema kabisa, habari yako? Salama bwana, naitwa Omari Msangi, napatikana huku Sangi Mwanga milimani huku. Haya, karibu toka milimani huko, karibu. Aisee, kwanza ninaomba sana mtusaidie bwana, hata tupate kampeni huku Sangi huku za mheshimiwa mkombozi wa taifa hili Lowassa bwana. Habari za hapo studio? Hapa kwema. Huku tunampenda sana, sisi tunaomba mabadiliko sana jamani. Tunaomba huko studio mtusaidie huku tupate mabadiliko bwana. Tuko gizani sana huku, lakini watu wana moyo kweli. Haya, asante kutoka huko uliko, asante sana kwa sema kipindi. Piga simu tafadhali tuzungumze pamoja kwenye line ya simu. Hello? 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 Karibu, habari yako? Salama, habari yako? Hapa kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi? Natoka kule sehemu za Arusha. Sehemu za Arusha, karibu. Unaitwa nani Arusha? Unaitwa nani kutoka Arusha? Natoka Arusha. Haya, karibu. Nasema Arusha naitwa Baltasari Usikupua. Punguza sauti ya runinga hapo nyumbani tafadhali. Sauti yako sio nzuri sana. Yaje vizuri simu yako. Naitwa Baltasari. Haya, sauti yake simu yake haijakaa vizuri. Tafuta tena line tafadhali bwana Baltasari, upige simu tuzungumze tena kwenye line ya simu. Hello? 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 Karibu, habari? Hello? Tunakusikia vizuri sana. Karibu. Nani mwenzetu uko wapi? Naitwa Christopher, nipo Kimara. Karibu toka Kimara. Mimi nachopenda kuambia Watanzania Ndio. wasirudishwe nyuma na maneno ya kashfa yanayotolewa na viongozi mbalimbali wa siasa. Haya, asante. Kakangu unaongea unatafuta maneno. Kumbuka watu wanatafuta sana hizo line za simu kwa sasa. Karibu. Hello? 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 Philbert, karibu. Asante sana mwana badi. Habari ya Chemekeni. Salama kabisa. Karibu kwenye mada. Asante sana. Hii ni sauti ya uchumi Philbert. Ndio.
kwanza mimi napenda ni wapongeze hao wageni waliowaalika hapo studio. Ndio. Ila tu kuna kitu kingine pia napenda nisikitike. Unajua unapokuwa mwanaharakati. Ndio. Kama jinsi ulivyotambulisha dini moja, mwanaharakati siku zote huwa haegemei upande mmoja. Nashangaa mwanaharakati anayezungumza kwamba masuala ya sera hatuhitaji, vipaumbele hatuhitaji. Ndio. Sio mwanaharakati isipokuwa labda tu umempa jina namna ya kumtambulisha hapo studio. Sera na vipaumbele ndio msingi wa mwananchi au mpiga kura kuelewa kwamba huyu kiongozi sera zake ni hivi. Hata yale mabadiliko tunayoyataka. Ndio. Tunataka mabadiliko tujue nini sera za yale mabadiliko, kwamba mabadiliko tunayotaka ya mabadiliko ya namna hii na sera zetu ziko hivi na hivi na hivi. Mfano kwa swala la ajira, kwamba mimi nitaondoa tatizo la ajira. Hivi huwa nakataa sana wanasiasa kwa ile kwamba atamaliza tatizo la ajira. Kila swala la ajira haitaisha hata siku moja, kwa sababu moja, teknolojia na yenyewe bado inaongezeka, bado watu wanazidi kuzaliwa wanaongezeka. Kwa hiyo changamoto ya ajira ni sera ambayo ni ngumu sana kuimaliza. Labda wangezungumza kwamba nataka mimi nitakapoingia madarakani nitapambana ili kutatua changamoto ya ajira ili kuwawezesha vijana kujiajiri. Unanielewa hapo? Ndio. Ili vijana kuweza kujiajiri. Ili tunaposema kumaliza tatizo la ajira, pasipo kutueleza zile sera zenyewe mikakati yenyewe ya kumaliza zile tatizo la ajira, hiyo inakuwa ni uongo kabisa. Hivyo mfano unaposema kama ajira kumaliza tatizo la ajira, Dar es Salaam leo hii kuna waendesha bodaboda. Tunasema vijana, yani bodaboda ni ajira kwa vijana. Leo kuna mradi wa basi endayo kasi. Unaona? Baada tunataka tutengeneze treni ya Dar es Salaam pale. Unaona ndio unaambia kwamba mmoja tatizo la ajira kwa vijana. Wakati vijana wanaendesha bodaboda, tayari tunaleta mabasi endayo kasi. Leo hapo tunatengeneza treni, tunakuwa na mradi wa treni. Bado sasa sijui kama kuna ajira tena, mbona kumbe tatizo la ajira. Kingine ambacho nitataka niseme. Ndio. Leo tumekuwa tukipuuza maoni ya watu wengine kwa sababu tu Tanzania tunataka mabadiliko. Tunapuuza mawazo ya watu ambao hata kama kuna mawazo ya msingi. Ila kwa sababu Tanzania wanasema wewe wamechoka na CCM. Ndio maana wanapuuza hata yale ya msingi. Hebu fikiria hapo. Naomba kwa kifupi. Fikiria yale yaliyozungumzwa na Dr. Slaa jana. Kama Dr. Slaa yale angeyazungumza yuko upande wa Chadema, halafu mheshimiwa Lowassa akawa upande wa CCM ndio anapeperusha ile bendera ya urais. Hebu niambie nini ambacho angeweza kuamini zaidi ya Tanzania mpaka leo hii sidhani kama amezungumza hiyo mmoja anayejiita mwanaharakati hapo anaweza kuzungumza sasa hivi. Na kumbuka kipindi kile Slaa anazungumza huko pale ya nani Mbonde Yanga, anataja ile lift of shame, akimtaja mheshimiwa Lowassa, akataja na wengine. Watanzania wengi kweli. Umepotea feedback. Tafuta tena line. Hello? Yangu mzazi, habari za jijini Dar es Salaam. Baba kwema kabisa hapa baba. Habari ya kwako? Habari ya kwangu ni nzuri kabisa. Kwanza kabisa naitwa Mzee Lawena Nsonda, ni ndugu wa Makongo, si kwa faida ya wageni wetu hapo. Labda ningependa kutoa ushauri kwanza kwa mheshimiwa mwandishi Albert Kalala na mwalimu. Kwa siku nyingine wanajaribu kuchanganya watu wawili kama wanavyofanya wenye itikadi mbili tofauti. Kwa sababu leo au vijana wangu nimeona wanaozungumza kwa kweli wote wanaelekea kwa upande mmoja wa siasa. Sasa ile inakuwa sio tamu sana kwa sababu wengine kwa wengine wanaungana mkono. Unaona kijana alivaa kofia anasema kwamba yeye sio hana kadi ya chama chochote, lakini unaona anapigia upande mmoja wa chama. Sasa kimtazamo kwa sisi tunaoangalia tunaona kwamba sio vizuri. Namba mbili, ningependa kusema kwamba sisi tuko katika kipindi cha uchaguzi. Sisi ili kuwatumilisha wananchi kwamba chama fulani kitashinda moja kwa moja. Kiasi kwamba inapelekea kwamba endapo chama fulani kikishinda sasa, inaweza kutokea sana na amani ya kitu ikaingia pabaya. Kwa nini? Kwa sababu mpambano unapochezwa labda Simba na Yanga, tunaona watu wengi wanaosingiana, wengine wanaonekana nyumba kwamba Yanga itashinda au Simba potea hapa baba mzazi. Mtafuta tena line, ngoja tuangalie hapa kwenye line simu. Hello? Habari za studio. Hapa kwema kabisa, habari yako? Asante, mimi naitwa Side, niko Chikongola. Side kutoka Chikongola, karibu. Asante sana. Nimewasikia vizuri. Mimi napenda kuwapongeza, wameongea vitu vizuri sana. Lakini nataka
ya viongozi wetu. Mimi kwa mtazamo wangu, kiukweli nafuatilia hizi kampeni, nafuatilia hizi ahadi, sio ni sera anaandikiwa, sio anazibuni wenyewe. Mfano sasa hivi huwezi kutuambia, kwa sababu kama tawala walishatuambia kwamba elimu itakuwa ni bure, lakini cha ajabu kinachochekesha, bado wanafunzi wetu wanatoza ada na michango inaongezeka, inakuwa ni mikubwa, afu unarudi wewe sema kile unatuambia elimu itakuwa bure. Jamani, naomba tueleze vitu ambavyo vinatekelezeka. Leo mnatuambia tena kwamba elimu itakuwa ni bure. Watu tunahangaika ada na shuleni, hata mtoto wa darasa la kwanza, darasa la pili leo analipiwa hiyo ada, amelipiwa na michango mikubwa. Alafu leo mnazunguka mnatuambia tena, mnakuja mnatuambia elimu itakuwa bure. Nyinyi wale ambao mlituambia miaka iliyopita na sijaona hiyo bure, na sasa hivi mnakuja tena mnatuambia elimu itakuwa bure. Side. Linatukatisha tamaa. Side. Yanavutia. Asante Side. Hebu tuzungumze hapa. Chadema kupitia UKAWA kuja nasema kwamba elimu itakuwa bure kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Najaribu kuangalia hii itatekeleza vipi? Sijafahamu hicho kitu. Kwa sababu hapa ndugu yangu hapa Sidi anazungumza kwamba CCM imekuja imesema elimu bure, lakini amezungumza kwa michango hapa imekuwa zaidi hata ya ada. Lakini hao nao wamekuja, kuna sera nyingine wameongeza. Yaani kama vile wamewasubiri hao wanasema nini? Inawezekana wenyewe wanasema hivyo kufuatia elimu bure, lakini wanasema itashika mwisho hapa sekondari. Lakini wanaona hao wamemwisha sekondari wakapaa zaidi, wamesema mpaka chuo kikuu. Hii inawezekana? Hebu nisaidie kaka yangu pia. Ni hivi kwamba CCM mimi naona wanajaribu kupola sera za Chadema. Kwa sababu mwaka 2000 kwenye ilani ya Chadema mwaka 2010 Chadema waliweka sera ya elimu bure kuanzia la kwanza mpaka form 4. Umeelewa? Lakini sasa hivi Chadema vipaumbele, mgombea wa urais wa Chadema alisema kipaumbele cha kwanza ni elimu, cha pili ni elimu, cha tatu ni elimu, lakini ni bure. Inatekelezeka. Mimi naona kwa mawazo yangu kwamba inatekelezeka. Kwa nini inatekelezeka? Kama Mwalimu Nyerere aliweza kuwasomesha nikiwepo na mimi, kwa sababu nimesoma kipindi cha Mwalimu wakati nasoma mimi primary. Alitusomesha kwa tumbaku na kahawa na mgodi mmoja wa Mwadui, na wazee wetu walisoma, na mpaka leo viongozi walisoma bure. Tuangalie population ya watu, idadi ya watu walikuwa katika sasa hivi. Lakini pia na idadi ya mapato ya uchumi yalikuwepo. Umeelewa? Kwa mfano kama tulikuwa na tumbaku, tulikuwa na kahawa, tulikuwa na pamba, tulikuwa na almasi, sio? Vilikuwa vinaendana kabisa. Leo tuna gesi, tuna mafuta, umeelewa? Na tuna uranium na rasilimali nyingi zinazotajwa katika nchi yetu. Umeelewa? Tunashindwaje kusoma bure? Wananchi wanashindwaje kusoma bure? Kama Mwalimu aliweza, kwa nini sisi tusiweze? Tunaweza kwa sababu Watanzania tukijibana kama walivyojibana Rwanda, tunaweza. Sababu leo wewe unaweza ukapandishwa cheo, ukawa mfano mkuu wa wilaya, sio? Kutoka tu huko kwenu akaja mtu mmoja kwa sababu wewe ni rafiki yake, akakuteua kama mkuu wa wilaya na gari na dereva na nyumba ya kuishi na house girl, analipwa na serikali na wewe unalishwa na serikali. Wote hao ndio wataja, mafuta analipa, mafuta gari, mafuta ya serikali, pesa ya serikali. Huyo msichana wako ndani, pesa ya serikali. Hiyo dereva wako ni pesa ya serikali. Wewe mwenyewe unalishwa na serikali, alafu bado unalipwa na serikali wewe mwenyewe mshahara. Vitu hivyo vitano. Sasa tupige ni wangapi wanaolipwa na serikali viongozi wa namna hiyo? Leo ni wangapi wanaolipwa na serikali viongozi wa namna hiyo? Je, tukisema tunaondoa hiyo kitu, tunabana matumizi, mashanginga hayaagizwi. Wewe leo kama unateuliwa kuwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa, tunakukopesha gari tena Corolla au Noah, tunakukopesha gari. Tunapokukopesha gari la milioni 12, Noah ya milioni 12-13 tukakukopesha, lakini hatukupi dereva uendeshe mwenyewe na hatumlipi house girl kwa sababu tunakulipa mshahara utajilipa mwenyewe. Umeelewa?
Hapo tutakuwa tumeokoa pesa nyingi sana, na pesa hizo tukazipeleka kwenye elimu. Pesa hizo tukazipeleka kwa watoto kwenda kusoma bure huko elimu, kwa sababu elimu lazima serikali igharamikie. Serikali lazima igharamikie. Sasa tutakuwa tumeokoa mashangingi mangapi ya wakuu wa wilaya tu katika wilaya zetu? Wakuu wa mikoa tutakuwa tumeokoa mashangingi mangapi? Wakurugenzi tutakuwa tumeokoa mashangingi mangapi? Wakuu wa idara, wakuu wa idara kwenye halmashauri, wakuu wa vitengo tutakuwa tumeokoa mangapi mashangingi? Tunakukopesha gari la milioni 12 tu. No, au la 4 ya milioni 15. Tunakukopesha. Tutakuwa tunakukata kwenye mshahara wako. Hatukuagizii gari, ila tunakukopesha ili uwe unawahi kazini. Tunakukopesha. Tutakuwa tumeokoa pesa nyingi sana. Sababu serikali inapohitaji kuagiza gari lazima iagize mpya. Haya, asante. Nizungumze na ndugu yangu Bishangazi. Hebu nisaidie kitu kimoja. Kwanza hapa kuna swali limekuja hapa. Swali limekuja hilo. Mimi kuna watu wengine hawanielewi na hawatanielewa. Mimi siongelei mageuzi. Naongelea mabadiliko. Mabadiliko anaweza kaileta Magufuli, mabadiliko kaileta Lowassa. Umeelewa? Lakini nikingesema mageuzi, unaweza kufanya mageuzi asitokee mabadiliko. Si kama naeleweka? Huyu aliyepiga simu anafikiri mimi naongelea mageuzi, mimi naongelea mabadiliko. Umesikia? Nime mfano mmoja. Mimi kwa nini nakataa ahadi? Kwa sababu hebu tuone, tuchukue uhalisia. Nilikuwa kwenye mkutano wa Jangwani yote miwili. Wa kwanza mtu anasema hivi, hebu nyanyua bango lako vizuri hivyo. Hebu tuone bango. Babu Seya, najua hisia zako. Hebu tuone Balali. Sio kama unaelewa mwandishi. Yaani kihivyo hivyo tu. Hebu mwingine sasa wa chama kingine. Mimi naumia. Nchi na madini, nchi na nini? Hivi mimi ni Mtanzania nasikiliza. Ndio maana nakwambia hawa walitakiwa kuja kwetu sisi tuwaambie matatizo yetu. Umeelewa? Yaani mtu anagombea urais, analalamika. Jamani nchi na madini, madawa binafsi, hospitali binafsi yana madawa. Sasa ukichukulia hivyo vitu, sisi tunajua nani atatuletea mabadiliko. Tunaweza tukakuchanganyia mbunge huko Chadema, huko CCM, tukachagua mabadiliko, sio mageuzi. Umeona? Mfano mwingine, kauliza mfano mwingine nikujibu. Kwa mfano, mimi nimesema hivi, kama Mheshimiwa Mwakyembe ana maelezo ya ziada kuhusu Richmond na yeye ni mhalifu, alimulinda huyu. Si kama naeleweka kwamba maelezo yote alitakiwa kuyatoa bungeni, kwa nini alibakia na mengine nusu wakati akala hela yetu wa Tanzania? Hapo siongei chama chochote. Yaani maelezo, wewe umemtuma mtu kaja kaleta taarifa nusu, wewe bosi wake, alafu leo hii anakwambia nilikuwa na taarifa nyingine ya ziada. Ni kwa mfano mtu tulikuwa tumekaa wote hapa, simu yako ikapotea, nimeona huyu jamaa ndo kaichukua nikanyamaza. Baada ya miaka 10 nakwambia huyu ndiye aliyechukua simu yako. Inaingia akilini vipi? Yeye alikuwa na muda, tumempa hela yetu sisi kama Watanzania. Kwa nini basi angeacha? Sisi hela yetu imetumika. Hata angekuwa mimi wa Ukawa ningemsema, angekuwa sehemu ningemsema. Wewe tumeshakuahidi. Mwakyembe alikuwa ni kibarua wetu, alikuwa anatumikia Watanzania. Sisi mabosi kwa nini tuleta taarifa nusu? Tunamdai taarifa yetu nyingine. Angeleta zote. Kwa kuficha ile taarifa nyingine, kuna mtu alimlinda. Tayari na yeye alilinda uhalifu. Inabidi mshtakiwa namba 2. Alishirikiana kumlinda mhalifu. Leo kwa sababu mhalifu kakaa upande mwingine na namtaja. Ina maana kwa tafsiri nyingine, mimi naye umia, mamangu akienda kujifungua anaambiwa aende abebe na maji, abebe ndoo ya kondora nyuma, aende na mafuta taa. Wakati hii hela yeye mwenyewe alikuwa na taarifa kwamba kuna watu waliiba. Kwa nini hakutoa taarifa hii na alitumia pesa kama Mtanzania? Watu tunazidi kuumia, tuna barabara, tuna hospitali, tuna nini? Tunachangishwa kila siku na kukimbizana hapa na hela si ya maabara za shule. Wakati alijua mwizi yupo na taarifa anazo, kwa nini hakuzitoa kipindi kile? Huyu ni mhalifu namba 2. Sijui kama naeleka vizuri. Nakuelewa vizuri. Sasa mimi ukiniambia hivi eti mimi natetea upande mmoja, naangalia pande zote. Hawa ni wagombea, sisi tutengeneze matakwa yetu, wao wasema watafanyaje. Full stop. Unaponiambia eti ni ilani, mwelekeo, sijui vipaumbele, sijui nini. Mwenye kipaumbele ni bosi, sio kibarua. Mimi bosi na vipaumbele vyangu, wewe kibarua na mimi niambia utavitekelezaaje. Hapo tutatofautiana. Hata kama chama kiwa na sera nzuri vipi, mimi nauliza swali alipiga simu. Kisipo zitekeleza, kwa mfano elimu bure. Tunasema elimu bure. Kuna mtu kasema atatoa elimu bure mpaka chuo kikuu. Swali langu mimi kwa huyo aliyepiga simu, asipotoa elimu bure anampeleka mahakama ipi? Haya. Si kama naweka pointi yangu ya msingi. Naambia kwamba muda wetu umetuishia. Nilidhani tutafika mpaka saa 5:30, lakini bahati mbaya kuna mabadiliko na mtunza muda ameniambia kwamba vitu tuishie sasa. Naomba nikupatie nafasi sasa kakaangu pale ambao unaongea na wewe
Bishangazi. Karibu sana uzungumze maneno ya mwisho kabisa kwa watazamaji wa kipindi hiki, na simu bado nyingi sana. Pole sana mpenzi mtazamaji, sitaendelea kupokea tena simu hizo kutokana na mtu za muda. Ameniambia muda huu utakuwa umebadilishwa, tutamaliza ndani ya dakika 3 zijazo. Karibu. Ninachokiomba mimi, mpiga kura usiende kupiga kura kuleta mageuzi, nenda kupiga kura kuleta mabadiliko. Ukiona mtu wa chama kingine anaweza kuleta mabadiliko, aidha CCM analeta mabadiliko, ACT ataleta mabadiliko, tunachotaka sisi ni mabadiliko. Mchagua atakaye kubadilishia mazingira yako. Kama una hospitali akuletee hospitali, kama una huduma nyingine akuletee. Usiende kugeuza, nenda kuleta mageuzi, nenda kuleta mabadiliko. Ndio neno langu la mwisho. Okay, asante sana Renatus Pamba, karibu. Mimi niseme tu kwamba Watanzania tuungane kwa pamoja, tuilinde nchi yetu, tuiombee amani nchi yetu, lakini pia tupate fursa ya kuchagua viongozi wetu ambao tunaamini kwamba watatuletea mabadiliko ambayo tunayahitaji. Kwa hiyo mimi niwaombe tu Watanzania tuwe watulivu, tuiombee nchi yetu, lakini tuamini tumezaliwa Tanzania. Tanzania sio ya mtu, ni ya kwetu sisi sote. Okay, Tanzania sio mtu, ni ya kwetu sote. Mpenzi mtazamaji, kwa maneno haya basi na washukuru wageni wangu kwa na mimi, kakaangu Renatus Pamba, asante kwa na mimi, kakaangu Selemani Bishangazi, asante sana kwa na mimi. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana muda kwa thamani kukuwepo hapo nyumbani, na sasa tumetimisha kwa siku ya leo. Nikiamini kabisa mtu tunayozungumza yamekufikia, umeelewa, inawezekana kuna hapa na pale unataka kuchangia kutokana na muda umekuwa sio rafiki sana. Tukutane kesho asubuhi katika mada katika Baragum Live, tutakuwa tunazungumza mambo juu ya scholarship. Ni vitu gani vya namna gani utapata nafasi ya kwenda kusoma nje ya nchi. Tutabadilika kidogo, tunatoka kwenye siasa tunaingia katika maendeleo ya elimu. Tukutane kesho asubuhi. Naitwa Albert Kilala na usiku mwema. Asante.